Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu. Nataka jioni ya leo uwe na matarajio. Amen. Haleluya. Amen. Mahala popote unakosikia jioni ya leo, nataka uwe na matarajio. Biblia inasema kwa habari ya imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ninakualika jioni ya leo uwe na kutarajia kukutana na Yesu uso kwa uso. Ni jioni ambayo mtu mmoja atakutana na Yesu uso kwa uso. Amen. Mnazijua ajali, pamoja na kwamba ni mfano mbaya, zikikutana uso kwa uso huwa zinabadilika sura, shepu yake ya mbele inabadilika. Na tamani na kutia tashwishi jioni ya leo, mtu mmoja uwe na shauku ya kukutana na Yesu uso kwa uso. Mtu mmoja sema, natamani jioni ya leo kukutana na Yesu uso kwa uso. Na unajua hiyo ikitokea, nini kinatokea? Hautabaki kama ulivyokuja. Hata wewe unayenisikia, wewe uliye mgonjwa, tamani jioni ya leo kukutana na Yesu uso kwa uso. Wewe unayeteswa na dhambi, tamani jioni ya leo kukutana na Yesu uso kwa uso. Wewe uliyedharauliwa, wewe uliyekataliwa, wewe uliyetupiliwa mbali, wewe uliyekata tamaa, jioni ya leo ni jioni yako. Mtumishi wa Mungu atakapokuwa akipanda hapa, analo neno kwa ajili ya maisha ya mtu jioni ya leo. Anao ujumbe kwa ajili ya maisha ya mtu jioni ya leo. Nikutie moyo, usikilize, usiondolewe kwenye kusikiliza. Tulizana. Jirani yako akikusumbua, mwambie jirani, jioni ya leo nina ajenda ya kukutana na Yesu uso kwa uso. Usinitoe kwenye ajenda hiyo. Tunakubaliana watu wa Mungu? Tunakubaliana watu wa Mungu? Amina. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Naweza mkachukua viti vyenu. Sasa wakati na mkaribisha mtumishi wa Mungu, nataka tusikilize wimbo na usikilize huo ujumbe vizuri. Amen. Tuliuimba mwanzo, nataka tu usikilize, utapigwa tu. Usikilize tu, sikiliza ujumbe. Na wakati huo huo naomba kwa heshima nimkaribishe Pastor Banda pamoja na Kenneth Banda na Kenneth Mtweve. Bwana kuja hapa mbele. Tumshangilie Bwana kwa ajili ya kina Kenneth. Leo tunaye Kenneth Banda kutoka Lusaka, Zambia. Pia anatuletea neno la uzima. Halafu tunaye Kenneth Mtweve, mwana wa Njombe, anaishi Dar es Salaam, lakini amekuja nyumbani kuhakikisha watu wa Njombe wanamjua Kristo. Haleluya. Amen. Karibu. Anasumbukia maisha yangu. Ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu. Asante. Mashtaka yangu yamefutwa, sina kesi tena, nimeachiliwa huru kabisa. Mashtaka yote dhidi yangu yamefutwa. Wapi? Msalabani, imekwisha. Mashtaka yote yamefutwa, mashtaka yangu yote yamefutwa. Sasa basi kesi imefungwa, sina mashtaka kabisa. Hakuna tena shutuma wala hukumu dhidi yangu. Mimi ambaye nimo ndani yake Kristo Yesu,
kwa sababu mashtaka yangu yote yamefutwa pale msalabani. Sheria ya roho wa uzima kupitia Yesu Kristo imeniweka huru, bali kabisa na sheria ya dhambi na mauti, nimewekwa huru kweli kweli. Mungu aliyatimiza ambayo hayatimiziki kwa sheria, kwani sheria imewekewa kizuizi na udhaifu wa mwili wangu. Hivyo Baba akamtuma mwana wake duniani, akavaa umbo la kibinadamu ili autambue udhaifu wa mwili huu wangu wa kibinadamu. Pale msalabani, sheria ya roho wa uzima kupitia Yesu Kristo imeniweka huru, mbali kabisa na sheria ya dhambi na mauti, nimewekwa huru kweli kweli. Akiwa amevikwa ubinadamu wangu, mwana pekee wa Mungu Yesu Kristo alitoa mwili wake uwe dhabihu ya dhambi. Mungu akaihukumu dhambi yangu mara moja tu, hatia na nguvu ya dhambi isinitawale tena. Pale msalabani, sheria ya roho wa uzima kupitia Yesu Kristo imeniweka huru, mbali kabisa na sheria ya dhambi na mauti, nimewekwa huru kweli kweli. Kwa hiyo sasa kila takwa lake limetimizwa kwa njia ya Kristo Yesu aliye ndani yangu, na sasa niko huru kuishi, si kwa matakwa ya mwili wangu, bali kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Pale msalabani, sheria ya roho wa uzima kupitia Yesu Kristo imeniweka huru, mbali kabisa na sheria ya dhambi na mauti, nimewekwa huru kweli kweli. Kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amwaminie hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Hivyo mimi ninayemwamini wahunia sheria ya roho wa uzima kupitia Yesu Kristo nimekuwa huru, mashtaka yangu yote yamefutwa, bali asiyemwamini kwa kanuni ya sheria ya dhambi na mauti amekwisha kuhukumiwa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You have forgotten. Tell them they have forgotten. Mesahau. Hallelujah. Hallelujah. No. Yeah. Hallelujah. 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 Amen. Thank you to all of you that are here today. Asante kwa ajili yenu nyote mliofika hapa leo. We want to appreciate all the ministers of God that are here. Nataka niwashukuru watumishi wa Mungu wote walioko hapa. And to the praise team and the different choirs, we na are timu ya grateful. kusifu na kwaya mbalimbali ambazo zimehudumu. We are so grateful. Tunawashukuru sana. Thank you for bringing the presence of God here. Asante kwa ajili ya kushusha uwepo wa Mungu mahali hapa. May God bless you. Mungu awabariki sana. And to all those that are here today, na kwa wale wote ambao tuko hapa leo, we salute you. tunawashukuru. Amen. We go straight into the reading of God's word. Tutaenda moja kwa moja kwenye kusoma neno la Mungu.
Praise the Lord. Before we read, I'll ask you to rise so we can read God's word together. Naomba tusimame tukiwa tunasoma neno la Mungu. Naomba tusimame. Njombe, Njombe, Kamwene. Kamwene, Njombe. Amen. Acts and chapter number 8. Matendo ya Mitume sura ile ya 8. Acts chapter number 8 verse 4 through 8. Matendo ya Mitume sura ile ya 8 mstari wa 4 mpaka wa 8. The Bible reads, therefore those who were scattered went everywhere preaching the word. Biblia inasema lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Then Philip went down to the city of Samaria. Filipo akatelemka akaingia mji wa Samaria. And he preached Christ to them. Akawahubiri Kristo. Preached Christ to them. Akawahubiri Kristo. Verse number 6. Mstari wa 6. And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Hearing and seeing the miracles which he did. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many who were possessed. Kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu na watu wengi waliopooza. And praise the Lord, many who were possessed and many who were paralyzed and lame were healed. Na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Verse number 8. Mstari wa 8. And there was great joy in that city. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Turn with me again to verse number 12, the same chapter. Naomba tutaenda mstari wa 12 katika sura hiyo hiyo. But when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God. Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu. The kingdom of God and the name of Jesus Christ. Ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo. Both men and women were baptized. Wakabatizwa wanaume na wanawake. Shall we pray? Tuombe sasa. Father, we thank you for the reading of the word today. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako leo. Thank you for the opportunity to stand here and declare the good news. Asante kwa fursa hii ya kusimama na kutangaza habari njema. Good news of the kingdom. Habari njema za ufalme. For there is but one God. Kwa sababu yuko Mungu mmoja. There is but one Son, Jesus Christ. Na yuko mwana mmoja, Yesu Kristo. There is him who died, was buried, and that on the third day he rose again. Na huyo ndiye aliyekufa na siku ya tatu akafufuka. The same Jesus who today is ascended and is seated on the right hand side of the Father. Mwana Yesu Kristo ambaye amefufuka na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. It is the same Jesus we represent today. Ni huyu mwana Yesu Kristo ambaye tunamwakilisha siku ya leo. For this Lord we pray. Kwa sababu hii Bwana as we mention the name Jesus. Tutakapokuwa tunalitaja jina la Yesu. As we declare the power that is in that name. Tutakapokuwa tunatangaza nguvu iliyo ndani ya jina hilo. We thank you for what you will do today. Tunakushukuru kwa yale utakayofanya leo. Thank you for those that will come out of darkness. Asante kwa sababu ya wale watakaotoka gizani. Thank you for the light of God that will shine. Asante kwa sababu ya nuru ya Mungu ambayo itaangaza. In the hearts of men in the name of Jesus. Katika mioyo ya watu katika jina la Yesu. Father, we pray that you confirm your word. Baba, tunaamini tunaomba ya kwamba ulithibitishe neno lako. We are grateful for the word that shall be confirmed today. Kukawe na mpenyo kwa neno lako utakalothibitisha leo. We are grateful because God watches over his word to perform it. Tunakushukuru kwa sababu Mungu analitazama neno lako ukapata kulitimiliza. Oh, Njombe will see the power of God today. Njombe yote itaona nguvu ya Mungu siku ya leo. That Njombe
Njombe may witness the glory of God in this place today. Watu wa Njombe watashuhudia utukufu wa Mungu siku ya leo. Father, we thank you for the miraculous. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya For the miujiza, signs and wonders. kwa sababu ya ishara na For maajabu, the deaf ears that will pop open. kwa sababu ya masikio ambayo The yatafunguliwa blind eyes that will open. na macho yasiyoona yatakayofunguliwa, The tumors and the cancers that will dissolve. vimbe na kansa ambazo zitaondoka. We thank you, my Lord, for the growths that will vanish. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya visivyofaa In the vitakavyoondoka name of Jesus. katika jina la Yesu. All this because of that glorious name. Yote hii ni kwa sababu ya jina kuu lenye utukufu. This is because of the name that is above every name. Hii ni kwa sababu ya jina lililo juu ya majina The yote, name Jesus. jina la Yesu. Therefore we declare, Na hivyo sasa have your tunatangaza, word in our ministry chukua today. nafasi yako katikati In yetu the leo name of katika Jesus. jina la Yesu. Heavenly Father, Baba wa mbinguni, we are grateful because you said in your word, tunakushukuru kwa sababu umesema katika neno lako these signs shall follow ya kwamba ishara hizi zitafuatana those that believe nao waaminio, that in my name na kwa jina langu they shall cast out demons, watatoa pepo, they shall pick up serpents, watafukuza magonjwa, and if they drink any poison, watakanyaga nyoka, na hata kama It wakinywa cha shall not kuficha kill them. hakitawadhuru. you said they will lay hands on the sick, Umesema wataweka mikono yao juu ya and wagonjwa the sick shall na recover. wagonjwa watapata afya. Thank you, Lord. Asante For Bwana, there is a fulfillment today, kwa sababu neno hilo litatimizwa a leo, confirmation today uthibitisho utatokea of leo the power wa nguvu that is in the name ambayo Jesus. iko ndani ya jina la Yesu. Magnify your name in this place. Litukuze jina lako mahali hapa In Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. You may be seated. Unaweza ukaketi sasa. We want to share today Nataka nikushirikishe leo on the title Jesus Christ, the name above all names. jina la Yesu, jina lilo juu ya majina yote. Jesus Christ, Yesu Kristo, the name above all names. jina lilo juu ya majina yote. This world has names. Dunia ina majina, They are names. yako majina. Some names are prominent. Majina mengine ni maarufu Some names are not so prominent. na majina mengine sio maarufu sana. Some names are nowhere really to be talked about. Majina mengine hata hayawezi kutajwa mahali They are popote. names of kings. Yako majina ya wafalme, They are names of the ordinary. yako majina ya watu wa kawaida, They are names of those who matter. yako majina ya watu ambao wana maana au wana But umaarufu, they are also names of those whom society have not considered to matter at all. na yako majina ya watu ambayo hata jamii hayajachukulia kama ni majina ya It maana. does not matter which name. Haijalishi ni majina gani, The Bible tells lakini me Biblia inaniambia every name kila jina shall bow to the name Jesus. litainama chini ya It jina la does not Yesu. matter what name, Haijalishi ni jina gani, how great, how important, how ni pronounced. kubwa au ni la muhimu au ni la maana kiasi gani. Every name, Kila jina, every kila name jina that is ever known, linalojulikana na silojulikana, that name hilo jina is subject to the name Jesus. liko chini ya jina la Yesu. In the passage we just read, Katika kifungu cha maandiko tulichosoma, in Jerusalem at the time, katika wakati huo Yerusalemu, Jesus had just risen from the dead. Yesu alikuwa tu amefufuka kutoka katika wafu. You may be asking, but why did he die? Na unaweza ukajiuliza ilikuwaje mpaka akafa. We talked about this yesterday. Tuliongelea hilo jana. He died so he may save you and that he may save me. Alikufa ili aweze kukuokoa wewe na aweze kuniokoa mimi. We saw yesterday Tuliona jana that what took Jesus to the cross kile kilichomfanya Yesu aende was msalabani not his sins, haikuwa dhambi zake, because he had none. kwa sababu hakuwa na dhambi. What took him to the cross Kile kilichompeleka msalabani was my sins and your sins. ilikuwa ni dhambi zangu na dhambi zako. God found it fit Mungu aliona ya kwamba inafaa that he should punish his son through death, kwamba amwadhibu mwanaye kwa kifo, so that through his death ili kwa kupitia kifo chake we may find forgiveness. sisi tuweze kupokea The msamaha. Bible in Hebrews chapter 9 verse 22, Biblia katika Ibrania sura ya 9 mstari wa Bible 22, declares that by law, Biblia inasema kwamba kwa sheria, by law, kwa sheria all things vitu vyote are purified by the blood. vinatakaswa kwa damu. All things Vitu vyote are purified
purified by the blood. Vitu vyote vinatakaswa au vinakuwa safi But kwa damu. without the shedding of blood, Bila kumwagika kwa damu, there is no forgiveness of sins. hakuna msamaha wa dhambi. In Scripture we know therefore Kwa hiyo kwenye maandiko tunajua kwamba that for your sins and my sins kwa dhambi zako na dhambi and the zangu sins of the whole world na dhambi za ulimwengu wote, to be cleansed completely, totally, ili ziweze kutakaswa au kuoshwa katika ukamilifu, Jesus had to die. Yesu alitakiwa afe. Isaiah 53 Isaya sura ya 53 verse 4 and 5. mstari wa 4 na wa 5, The Bible says Biblia inasema he was wounded alipigwa for our transgressions, kwa sababu ya makosa yetu, he was bruised aliumizwa for our iniquities. kwa sababu ya dhambi na makosa yetu. The severe punishment Ile adhabu aliyoipokea that was put on Jesus, ambayo iliwekwa juu yake, that brought us peace, ilituletea sisi amani, was put on Jesus. ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. By his stripes, Kwa kupigwa kwake, by his wounds, kwa maumivu na by his stripes, kwa kupigwa kwake we were healed. sisi tumepona. After he rose from the dead, Na alipofufuka kutoka katika wafu, because the devil thought he had won. kwa sababu shetani alifikiri ameshinda. When he saw Jesus hang on the tree, Alipomwona Yesu ameangikwa mtini, the devil celebrated. shetani akashangilia, He rejoiced, alifurahia, thinking he had done it. akifikiria kwamba amemaliza. The Son of God was on the tree. Mwana wa Mungu alikuwa katika mti, He clearly celebrated, alifurahia na kushangilia, thinking the kingdom of God had been amputated, akifikiri kwamba ufalme wa Mungu umemalizika, umekwisha annihilated. na umeondoshwa. How wrong Satan was. Alikuwa anakosea sana shetani, Because God had a plan. kwa sababu Mungu alikuwa na mpango. On the third day, Na siku ya tatu Jesus rose from the dead. Yesu akafufuka kutoka katika I wafu. want to announce clearly Nataka today, nitangaze kwa usahihi just in leo, case you forgot, kana kwamba umesahau, my God Mungu wangu is alive. yuko anaishi. Your God Mungu wako is alive. anaishi, He's alive today. anaishi leo, He's seated in the heavens above. ameketi katika mkono wa kuume, He sits on the right hand side of the Father. katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, Far above every principality. juu ya falme zote, Far above every power. juu ya kila nguvu. God has given his son Jesus. Mungu amempa mwanaye Yesu Kristo. When Jesus rose from the dead, Yesu alipofufuka kutoka katika wafu, God saluted his son. Mungu alimtukuza mwanaye. Why did he salute his son? Kwa nini alimtukuza mwanaye? It was because his son, Ilikuwa ni kwa sababu mwanaye, even though he was God, pamoja na kwamba alikuwa Mungu, he was willing to take off the glory, alikubali kuachilia utukufu put on humanity, ili kuokoa ulimwengu, kuokoa mwanadamu. took on flesh and blood. Took on flesh. Alitoa mwili wake na damu, Even though he was God, pamoja na kwamba alikuwa Mungu. Jesus emptied himself. Yesu alijitoa yeye mwenyewe For your sake and mine. kwa ajili yako na mimi. Temporarily, he set aside his glory. Kwa wakati au kwa muda aliweka pembeni utukufu wake. He identified with you. Alikubaliana pamoja na, alikubali kujitoa kwa ajili yako, So he can feel what you feel. ili aweze kupata kusikia au kuhisi kile unachohisi, See what you see. aweze kuona kile unachoona, That he may touch what humans touch. ili aweze kugusa kile mwanadamu anagusa. Hebrews chapter 2 verse 14. Ibrania sura ya pili mstari wa 15. Hebrews chapter number 2 Sura ya pili verse number 14 and 15. mstari wa 14 na wa 15. Hear what the word of God says. Sikia neno la Bwana linachosema. Inasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, he himself, Jesus,
yeye naye vivyo hivyo likewise shared in the same. alishiriki yayo hayo. You heard what Jesus did. Umesikia kile Yesu alifanya. He shared in our humanity. Alishiriki ubinadamu wetu, So that through death, ili kwa kupitia mauti, through death on the cross, kwa kupitia mauti ya msalaba, he might destroy him amharibu yeye who had the power of death. aliyekuwa na nguvu za mauti, That is the devil. yaani Ibilisi. Jesus Yesu became flesh and blood. alifanyika kuwa damu na mwili. Through that way, Kwa njia hiyo, he would disarm the devil. ili aweze kumharibu He shetani, would destroy the devil. ili aweze kumharibu shetani, The one who had the power of death. yule ambaye alikuwa na nguvu ya mauti, Satan, who had the power of sickness. shetani ambaye alikuwa ameshikilia nguvu ya Who magonjwa, thrives in harassment. ambaye analeta mateso, Who binds the people. ambaye amewafunga watu. Jesus, Yesu through his death on the cross, kupitia kifo cha msalaba wake succumbed to that passion on the cross. alishiriki mateso msalabani, kwa mateso yake msalabani, So he may destroy the ili aweze devil. kuharibu. Verse 15. Mstari wa 15, And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. awaache huru wale ambao kwa maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa, Subject to bondage. waliokuwa katika vifungo. Listen in Njombe. Sikia Njombe, It was God's plan ulikuwa ni mpango wa Mungu that his son should die. ya kwamba mwanaye afe, And it was also the son's desire na pia ilikuwa ni tamanio la mwanaye to obey the father. kumkubali au kumtii baba yake. Jesus was willing Yesu alikuwa tayari to die kufa so that through his blood ili kupitia damu yake we sisi may live. tuweze kuwa hai. That is why God saluted his son. Na ndio maana Mungu akamtukuza mwanaye. Philippians chapter number 2. Wafilipi sura ile ya 2, We are told in verse number 6. tunaambiwa katika mstari ule wa 6, Jesus Christ, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Yesu ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, But he made himself of no reputation. Verse 7. bali alijifanya kuwa hana utukufu, Taking on the form of a servant akatwaa namna ya mtumwa, and coming in the likeness of man. akawa ana mfano wa wanadamu. Being found in appearance as a man. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, Listen. nisikilize, He humbled himself alijinyenyekeza, and became obedient to the point of death. akawa mtii hata mauti, Obedient to his father. Obedient to the will of God. akawa mtii kwa baba yake na akawa mtii kwa mapenzi ya Mungu, Even to the point of death. hata mauti. Verse 9. Mstari wa 9, Therefore, kwa hiyo God has since exalted him. tena Mungu alimwadhimisha mno, And God, on top of exalting him, na Mungu zaidi ya has kumwadhimisha given him a name. akamkirimia jina, A name that is above every name. lile lipitalo kila jina. We came as we continue to read the word. Tunapoendelea kusoma neno For Njombe to know ili Njombe ijue there are
many names out there. Yako majina mengi kule nje. Njombe, there are many names in Njombe. Njombe yako majina mengi hapa Njombe. But there is one name. Lakini liko jina moja. That surpasses all names. Ambalo linapita majina yote. That is the name Jesus. Na hilo ni jina Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Bible says at the mention of that name Jesus. Na Biblia inasema katika kutajwa kwa jina la Yesu, everything in heaven, kila kitu cha mbinguni, everything on the earth, na vya duniani, everything under the earth, na vya chini ya nchi, and every tongue shall confess, na kila ulimi ukiri that Jesus Christ ya kuwa Yesu Kristo is Lord. ni Bwana. When Jesus satisfied the wrath of the Father, Yesu alipokamilisha, alipochukua ile hasira ya Mungu through death, kupitia kifo, God lifted him. Mungu alimtukuza. And God took everything that was his and handed over to the Son. Na Mungu akachukua kila kilicho chake na akakikabidhi kwa mwanae. His name he gave to the Son. Jina lake akampa mwanae. Authority he gave to the Son. Mamlaka akampa mwanae. Rulership he gave to the Son. Wala akampa mwanae. The ability to create he had given to the Uwezo Son. wa uumbaji akampa mwanae. In Jesus Christ, Kupitia Kristo Yesu, there is nothing hakuna chochote we cannot find of God in him. ambacho cha kimungu hatuwezi kukipata ndani He yake. said, whatever the Father has, Alisema chochote baba yangu alicho he nacho has given to me. amenipa mimi. Jesus says, whatever you see me do, Yesu anasema chochote unachoniona I nakifanya saw it with my Father. nimekitoa kwa baba au nimekiona kwa baba yangu. And that is why when he came back to life, Na ndio maana alipofufuka, the first thing he said to the disciples, jambo la kwanza alisema kwa wafuasi wake Matthew 28:18, kwenye Mathayo 28, all authority mamlaka yote in heaven and in earth mbinguni na duniani has been given to me. nimepewa mimi. And he said, go. Na akasema enendeni. Go and make disciples. Nendeni mkawafanye Go in my wanafunzi name. kwa jina langu. Go in my authority. Nendeni kwa mamlaka Go yangu. in my power. Nendeni kwa nguvu zangu. Hallelujah. Hallelujah. The church has authority. Kanisa linayo mamlaka. We have delegated authority. Tumepewa mamlaka, tumekasimishwa The mamlaka. authority we carry is not our own. Mamlaka tulionayo si ya kwetu, It is the authority of God. ni mamlaka ya Mungu. What is authority? Nini mamlaka inamaanisha? Authority is power to influence, Mamlaka ni nguvu ya ushawishi, power to command. nguvu ya kuamuru, And that power belongs to you. na hiyo nguvu unaimiliki wewe. The apostles understood this. Mitume walilitambua hili, And that is why in Acts chapter number 3, na ndio maana kwenye Matendo ya Mitume sura ya 3 going to the temple, walikuwa wakienda hekaluni. Peter and John found a man born lame Petro na Yohana wakakuta mtu ambaye amezaliwa kiwete at a gate called Beautiful. katika mlango mzuri. That Bible tells, Biblia inasema Peter and John said to this man, Petro na Yohana wakamwambia mtu as huyu, he looked at them expecting huyu mtu akiwaangalia akitarajia kitu kutoka kwao, money, akitarajia fedha. Peter says to him, Petro akamwambia, silver and gold. Hatuna Silver and gold dhahabu wala fedha, we do not have, hatuna, but what I have lakini kile tulicho nacho I give to you. ndicho tunachokupa. What I have Kile nilicho nacho I give to you. ndicho nikupacho. Silver I do not have, Sina fedha, gold I do not have, sina dhahabu, but there is something I do have, lakini kuna kitu ambacho ninacho, something I possess, kitu ambacho ninamiliki, something I am full of. kitu ambacho kimenijaza. Silver and gold are temporal. Fedha na dhahabu ni vitu vya kupita. Peter says, I have something greater Petro anasema nina kitu ambacho ni kikuu than zaidi that which is temporal. kuliko hicho ambacho ni cha He kupita. says, in the name of Jesus. Anasema katika jina la Yesu, In the name of Jesus. katika jina la Rise Yesu, up and walk. simama na uende. The Bible says the man leaped.
Biblia inasema yule mtu akasimama. The power of God Nguvu ya Mungu came into action. ilikuja ikatenda The kazi. same authority Mamlaka hiyo hiyo that Jesus had given to the apostles ambayo Yesu aliachia kwa mitume is the authority that went to work. ndiyo mamlaka ambayo ilifanya kazi. But now you may be saying yes because Peter walked with Jesus. Sasa unaweza ukawa unasema kwamba sawa, kwa sababu Petro alitembea na Yesu. That is why I conclude with Acts chapter number 8. Ndio maana ninamalizia na Matendo ya Mitume sura ya 8. A man called Philip, Mtu ambaye aliitwa Filipo, a deacon, ambaye alikuwa ni shemasi, no name, hakuna jina, no reputation, hakuwa na kitu chochote cha maybe kukumbuka. no education, Labda pia hakuwa na elimu, no career, no talent, no labda gift. hakuwa na fani, alikuwa na kipaji chochote. A common man Mtu wa kawaida kabisa called Philip. alikuwa anaitwa Filipo. A common man Mtu wa kawaida kabisa called Philip. anaitwa Filipo, Full of the Holy Spirit, amejaa roho wa Mungu, full of the word, amejaa neno la Mungu, full of the Spirit of God. amejaa roho wa Mungu. He understood Alielewa that if you carry Jesus, ya kwamba ukimbeba Yesu you operate in the grace. unatenda kazi katika He neema. understood too well. Alijua kwamba If you carry Jesus ukiwa with you, umembeba Yesu ndani yako, nothing can stop you. hakuna kitakachokuzuia. Bible says in Acts chapter number Biblia 8, inasema katika Matendo ya Mitume 8, when the persecution arose, mateso yalipoendelea, yalipoinuka, Philip went down to the city of Samaria Filipo alishuka katika mji wa Samaria and he preached Christ to na them. akamhubiri Kristo kwao. There are many people preaching. Wako watu wengi wanahubiri. Some preach the church. Wengine wanahubiri kanisa, Some preach the pastor. wengine wanahubiri wachungaji, Some preach about the prophets. wengine wanahubiri manabii, Some preach about what they have heard wengine wanahubiri nini ambacho wanacho from other men. au wamesikia kwa watu wengine. Not so with Philip. Nini ambacho Filipo The Bible tells me when he arrived in Samaria, Biblia inaniambia alipofika Samaria, he preached Christ Jesus to them. alimhubiri Kristo Yesu. There was a man called Jesus. Kulikuwa na mtu anaitwa Yesu. He said to them, he came down as man. Akawaambia kwamba alikuja duniani kama mwanadamu, That he was rejected by men. lakini alikataliwa na watu, They hung him on the tree. wakamsulubisha mtini, That he was buried in a borrowed grave. na wakamzika katika kaburi. But that on the third day, Lakini siku ya tatu God raised him from the dead. Mungu akamfufua kutoka katika He wafu. said, this man Jesus Na anasema mtu huyu is Yesu seated with the Father. ameketi pamoja na Baba, And he told us a message to preach. na ametupa ujumbe wa He kuhubiri. said, listen, Samaria. Akasema, sikilizeni That's Samaria, why I am here. ndio maana niko I hapa. am a representative of the kingdom of God. Mimi ni mwakilishi wa ufalme wa He Mungu. said to them, Samaria, you need to understand. Akawaambia, Samaria, mnatakiwa kuelewa, As much as there are many kingdoms, hata kama kuna falme nyingi, there are but two kingdoms in the spirit. lakini kuna falme mbili katika ulimwengu wa The roho: kingdom of darkness ufalme wa giza and the kingdom of God. na ufalme wa Mungu. He says, but I represent the kingdom of God. Lakini mimi ninauwakilisha ufalme wa It is Mungu. the kingdom of light, Ni ufalme wa nuru, a kingdom of peace, ufalme wa amani, a kingdom of liberty, ufalme wa uhuru, a kingdom of joy, ufalme wa furaha, na unlike the kingdom of the devil ambao huko tofauti na ufalme wa that shetani, binds people, ambao unafunga that watu, harasses people. ambao unawatesa watu. It says, I represent the other kingdom. Mimi ninawakilisha ule ufalme And I mwingine, have come here for Samaria to know. na nimekuja hapa ili Samaria ijue. Jesus wants Samaria free. Yesu anataka Samaria iwe huru, Is that not why we came to Njombe? na ndio maana na sisi tumekuja Njombe. We came to speak about our kingdom. Tumekuja kuongea kwa habari ya ufalme And this is wetu, the kingdom of our dear God. na huu ni ufalme wa Mungu Baba yetu, The kingdom of grace. ufalme wa neema. We represent that kingdom. Tunauwakilisha ufalme huo, In that kingdom, na kwenye ufalme huo there is salvation. kuna wokovu. In that kingdom, Katika ufalme huo there is eternity. kuna umilele. Listen in Njombe. Sikiliza Njombe. My Bible tells me when Samaria heard this word, Biblia inaniambia Samaria iliposikia neno hili, they believed. waliamini. They believed. Waliamini. And they saw the power of God at work. Na wakaona nguvu ya Mungu ikitenda kazi.
My Bible tells me in that same city Biblia yangu inaniambia katika mji ule ule was a man called Simon the sorcerer. na kulikuwa kuna mtu ambaye anaitwa Simon mchawi. Simon the sorcerer. Simon ni mchawi. This man had made a name for himself. Huyu mtu alifanya watu kuwa watu wake. As it is in Njombe, Na kama ilivyo hapa Njombe, so it was in Samaria. vivyo hivyo ilikuwa Samaria. Simon the sorcerer had used witchcraft. Huyu Simoni mchawi alikuwa anafanya mambo ya kichawi, Through the alitumia practice uchawi, of sorcery, akifanya mambo ya he kichawi. deceived the whole village. Alidanganya kijiji kizima. They believed he was the man. Waliamini kwamba huyu ndo mtu wa maana. Mistakenly they called him a man of God. Na kwa bahati mbaya wakamuita mtu wa Mungu. That he carried the power of God. Na kwamba amebeba nguvu ya Mungu. Because there's a thin line Kwa sababu kuna mstari mwembamba between those that carry the power of God kati ya wale wanaobeba nguvu ya Mungu and those that carry the power of Satan. na wale waliobeba nguvu ya shetani. For many years, Kwa miaka mingi Samaria had believed a lie. Samaria iliamini katika uongo. Listen in Njombe. Sikia Njombe, It is possible to believe a lie. inawezekana kuamini uongo. It is possible to walk in a lie. Inawezekana kutembea katika uongo. As much as it is possible to embrace a lie. Kama ambavyo ni rahisi kukumbatia uongo. Until the real thing comes. Mpaka pale kitu halisi kitakapokuja. You never know. Hauwezi kujua You are deceived. ya kwamba umedanganyika. What made the difference? Nini kinaleta utofauti? We are told in verse number 12. Tunaambiwa katika mstari wa 12, Philip preached the kingdom of God. Filipo alihubiri kwa habari ya ufalme wa Mungu. What about the kingdom of God? Nini kinahusu ufalme wa Mungu? It's a kingdom whose headquarters is in heaven. Ni ufalme ambao makao yake makuu yako mbinguni. It's a kingdom that God himself began. Ni ufalme ambao Mungu mwenyewe aliuanzisha. It is a kingdom that revolves around his throne. Ni ufalme ambao unazunguka kiti chake cha enzi. It's a kingdom that created the seen and the unseen. Ulimwengu ambao uliumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Of the visible and the invisible. Ulimwengu ulioumba vinavyoonekana na visivyoonekana. In this kingdom God is king and rules forever. Katika ufalme huu Mungu ndiye mfalme na anatawala milele. What about the other kingdom? Sasa tuangalie ufalme mwingine. It is overseen by a rebel. Unaweza kutazamwa kwa a rebel. A rebel. Unaongozwa na wana wa uasi. Somebody who rebelled against his master. Watu ambao wameasi kwa bwana wao. Wamemuasi bwana wao. He prides in darkness and chains. Na umefungwa katika kiburi na minyororo. That kingdom. Na huo ufalme is beneath the kingdom of our God. Uko chini ya ufalme wa Mungu wetu. In the kingdom of God. Katika ufalme wa Mungu. All authority is given. Mamlaka yote yametolewa to Jesus. Kwa Kristo Yesu. And through Jesus na kupitia Kristo Yesu tumepewa sisi. His representatives. Sisi wawakilishi wake. Philip preached the kingdom of God. Filipo akahubiri ufalme wa Mungu. And he preached the name of Jesus. Na akalihubiri jina la Yesu. Instantly. Mara moja tu. Miracles began to happen. Miujiza ikaanza kutokea. As it was in the beginning. Kama ilivyokuwa mwanzo. When the world was dark, the earth and the whole world was dark, empty and without form. Kipindi ambacho ulimwengu ulikuwa katika giza, haukuwa na kitu chochote, ukiwa ni tupu. As it was in the beginning. Kama ilivyokuwa mwanzo. When God said, "Let there be light." Mungu aliposema na iwe nuru. And there was light. Na nuru ikawa. That same authority. Mamlaka hiyo he has given to us. Ameitoa pia kwetu. Hallelujah. Hallelujah. Samaria witnessed the power of God. Samaria ilishuhudia
nguvu ya Mungu. Friends, as we end this evening, Marafiki, tunapomalizia jioni hii, we came to declare, tumekuja kutangaza, let this name excite you. ili kwamba jina hili likupe changamko. Let this name bring hope in you. Jina hili lilete tumaini katika maisha Let yako. this name bring courage and boldness to you. Jina hili lilete ujasiri na kujiamini ndani yako. Because there is no other name. Kwa sababu hakuna jina jingine. No other name that can compare with this name. Hakuna jina jingine linaloweza kulinganishwa na jina hili. There was a man called Alexander the Great. Kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Alexander Mkuu. He was an authority in the time. Alikuwa na mamlaka katika nyakati zake. He was a conqueror of the world. Google him. His name is Alexander the Great. Alikuwa ni mtawala ambaye alikuwa anateka miji katika kipindi chake. He conquered the whole world. Aliteka karibu ulimwengu mzima. He had the riches this world could offer. The gold, the silver, the diamonds, all whatever the earth and the world could offer, Alexander the Great had. Alikuwa na utajiri wote ambao ulimwengu huu unatoa. Alikuwa na madhahabu, alikuwa na shaba na kila namna ya utajiri ambao dunia ungempa mtu. He had ships. Alikuwa na meli. You know, I love when I come to Tanzania, I go to Dar es Salaam, I see ships, because in Zambia we don't have. So I have to come to Tanzania just to see a ship, and I'll be looking at it, you know, looking how big those things are. We don't have in Zambia. We just have a train in Zambia. Moja ya kitu nakipenda nikija Tanzania ni pale nikishuka Dar es Salaam ninaziona meli na zishangaa zilivyo kubwa, kwa sababu sisi kule kwetu Zambia hatuna meli. When you see me coming to Tanzania, one thing, just know he has come to see the ship this morning. Kwa ukiniona nimekuja Tanzania, wewe jua tu kwamba moja ya kitu nakuja ni kuangalia meli. This man, Alexander the Great, mtu huyu Alexander had multitudes, an abundance of ships. Alikuwa na meli nyingi na meli za utele. He had armies uncountable, unnumbered. Alikuwa na vitu vingi ambavyo hata haviwezi kuhesabika. Wealth unnumbered. Utajiri usiohesabika. He boasted that he was a conqueror of the world. Na alitangazwa kwamba wewe ni mtawala wa dunia. That his name was greater than any other realm, than any other name in the realms below. Na kwamba jina lake limekuwa kuu kuliko majina yote katika ulimwengu. But one day, lakini siku moja, Alexander the Great fell ill. Please hear this. Listen in Njombe. Lakini siku moja Alexander Mkuu alipata ugonjwa. Sikia watu wa Njombe, sikia. He fell ill. Alipata ugonjwa. And this is what he said. Na hichi ndicho alichosema. He called all his wise men. Aliita watu wake wa busara. And he said to them, it has just dawned on me. Na akawaambia kuna kitu that despite the great achievements, kwamba kuna kitu ambacho kimenipata, kwamba pamoja na utajiri wote na mafanikio yote, even though I call myself a conqueror of the world, pamoja na kwamba ninajiita mimi ni mtawala na mtekaji wa ulimwengu, says it is clear I am dying. Akasema ya kwamba sasa ninaona kabisa ninaelekea kufa. Says I'm dying. Ninakufa. So he said to the wise men, 3 things you must do. Kwa hiyo akawaambia watu wake wa busara kwamba kuna mambo matatu mnatakiwa kufanya. Says when I die, akasema nikifa, I want you to take all the money, nataka mchukue pesa zote, all the gold, all the silver, dhahabu zote na silver zote, throw it on the road, na mzitupe barabarani. From the palace all the way to the graveyard. Kutokea kwenye sehemu yake ya enzi kwenda barabarani. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. He said throw the money akasema, on the street. Zitupeni pesa hizo, zitupeni kwenye barabara, njiani. So that people may know. Ili watu waweze kujua. That when you die, ya kwamba unapokufa, you do not take anything with you. Haubebi chochote kwenda nacho. Njombe! Njombe! You cannot deny God and put your confidence in money. Hauwezi ukamkataa Mungu na kuweka ujasiri wako kwenye fedha. Number 2. Jambo la pili. He said in my coffin. Akasema kwenye jeneza langu.
I want you to put my hands outside the coffin. Nataka mweke mikono yangu nje ya jeneza. Look at Itokeze this, kama look at hivi. this, look at this. Naomba angalia. Look at this, Njombe. Angalia hapa watu wa Njombe. He said in the coffin. Akasema kwenye jeneza langu. I want both hands. Bring your microphone here. Says I want both hands to be hanging outside the coffin. Outside the coffin. Akasema nataka mikono yangu iwe inaning'inia nje ya jeneza hivi. As you take me for burial. Na mtakuwa wakati mnanipeleka kwa ajili ya kunizika. So the people may know. Ili watu waweze kujua that you are born with nothing. Ya kwamba ukuzaliwa na kitu. And you take nothing with you. Na hauondoki na chochote. So as the people see my plain hands hanging out of the coffin. Akasema watu watakapoona mikono yangu ikiwa mitupu nje ya jeneza. Let the people learn something. Watu wakapata kujifunza kitu. That even though you make a name on earth. Ya kwamba hata kama utatengeneza jina katika dunia hii. Even though you can conquer this world. Hata kama utaweza kuteka ulimwengu wote. You die as a poor man. Utaondoka kama mtu maskini. Number 3. Jambo la 3. He said I want the best medical doctors. Akasema nataka madaktari bingwa, madaktari wazuri. Not just a doctor, the very best of doctors. Sio daktari tu, madaktari wazuri wanaokubalika katika viwango. They are the ones to carry my coffin. Wawe ndo madaktari ambao watabeba jeneza langu. As you take me from my palace. Mtakapokuwa mnanichukua katika himaya yangu to the burial ground. Kunipeleka makaburini. Doctors, thank God for Dr. Ngoma. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Dr. Ngoma. He said nobody should carry my coffin. Akasema asiwe mtu mwingine yote atakayebeba jeneza. Only the best medical doctors. Madaktari bingwa tu peke yao, madaktari wazuri. Why the medical doctors? Kwa nini madaktari? He said so they may know. Ili kwamba wajue. The people may know. Ili kwamba na watu wajue. That there is one above the doctors. Ya kwamba yuko aliye juu ya madaktari. Hallelujah. 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 Clap for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. Pigie Yesu makofi. Pigie Yesu makofi. 3 things. Mambo matatu. And when he died, na alipokufa, all the treasuries were opened. Thamani zote au mali zote alizokusanya, and they threw money, zilichukuliwa na zikaanza kutupwa, fedha zikatupwa everywhere, kila eneo. Pick it if you want. Akasema chukua kama unataka, but you also leave it. Lakini pia utaiacha. His hands were outside the coffin. Mikono yake ilikuwa nje ya jeneza, to the grave, akipelekwa makaburini. And he was carried by doctors. Na alibebwa na madaktari. Never put your confidence in man. Usije ukaweka ujasiri wako au tumaini lako kwa pesa. Never put your confidence in your earthly achievements. Usije ukaweka tumaini lako au ujasiri wako katika mali ya dunia hii. Whatever thing I counted as profit, Paulo anasema chochote nilichokihesabu kuwa ni faida, count it as loss. Sasa ninakihesabu kuwa kama mavi, that I may know him. Ili niweze kumjua Kristo. That name Jesus. Jina hili Yesu. It is not just a name. Sio jina tu. It is a name above every other. Ni jina lilo juu ya majina yote. One day we were coming from the crusades like we are doing now. Siku moja tulikuwa tunakuja kutokea kwenye mkutano kama ambavyo tunafanya sasa. And right in the middle of the road, na katikati ya barabara, was a man with an AK-47. Kulikuwa na mtu ameshikilia silaha ya AK-47 bunduki. He stopped me. I left the team behind because I needed to get quickly for a meeting where I was going. Kwa nilikuwa nimeacha timu yangu nyuma kwa sababu nilikuwa nataka kuwahi kule nilikuwa naenda. This man spoke to me in Congo. That was in Congo, I must say. Tulikuwa tupo Kongo, kwa hiyo huyu askari akawa amenisimamisha. And he was speaking to me in Lingala. I don't understand. Na akawa ananiongelesha lugha ya kwao Kilingala ambacho mimi sikielewi. So he put his gun to my head. Kwa akaniwekea bunduki yake kichwani. He wanted the car. Na akataka kuchukua gari. But at that point, na wakati huo, I didn't know what to do. Sikujua nini cha kufanya.
And I began to pray. Na nikaanza kuomba. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Then instantly on the other side of the road. Na wakati huo huo upande mwingine wa barabara. I heard somebody say, nikamsikia mtu anafanya with a gun on my head. Na bunduki ikiwa kichwani kwangu. When I could not turn my head. I just looked at the corner from my eye. Sikuweza hata kugeuza kichwa changu, kwa nikawa tu naangalia pembeni ya barabara. And there in the bush. Na kule kwenye kichaka. It was in December, and you know Congo is a rainforest. It was heavy. You go the other side. Kwa ilikuwa ni mwezi wa Disemba, na unajua Kongo ni sehemu ambayo ina msitu. The grass was tall. Kwa hiyo miti ilikuwa ni mirefu. And right there in the bush. Na kule kwenye kichaka sasa. Was a man with the same military uniform. Kulikuwa na mtu mwingine ambaye amevaa pia mavazi ya kijeshi. Exactly like that man. Akiwa anafanana kabisa na huyu mtu. Who put a gun to my head. Mtu aliyeniwekea risasi bunduki kichwani kwangu. That man was in the bush. Huyo mtu alikuwa holding his AK like this. Alikuwa ameweka bunduki. And then he said to me. Na akaniambia, ondoka, ondoka, ondoka. I didn't know what to do. Sikujua nini cha kufanya. But then in my spirit, lakini rohoni kwangu, I heard the Lord say, nikamsikia Bwana anasema, follow. Fuatisha kile anachokuambia. What that man is saying. Yule mtu anachokuambia. Go. Nenda. I changed the gear. Kwa nikabadilisha gia. Took off. Nikaondoka. By the time he was cooking and shooting. Kwa wakati anaanza kuseti silaha yake ili aweze kunifyatulia. I had caved. Nikawa nimeshaondoka. Nikawa nimekunja kona. The name Jesus. Jina la Yesu. The name Jesus. Jina la Yesu. The name Jesus. Jina la Yesu. We were in Kasama, a place in Zambia, in the northern part of Zambia. Ilikuwa sehemu inaitwa Kasama, sehemu moja kule Zambia upande wa kaskazini. It's closer to Tunduma than it is to Lusaka. Ni iko karibu na Tunduma kuliko Lusaka. I want to end with this. Nataka kumaliza na hii. Now I was preaching like I am preaching now. Na nilikuwa ninahubiri kama ambavyo nahubiri leo. And I heard the Holy Spirit say. Na nikamsikia Roho Mtakatifu anasema, jump. Ruka. I jumped this way. Nikaruka upande huu. So you see what he has done. Umeona kile amefanya? If he was with me, he would have died. Kama ningekuwa naye siku hiyo ningekuwa nimekufa. If Pastor Kenneth was my interpreter there, he would have died. Kama mimi ningekuwa ninamtafsiria siku hiyo alivoruka ningekufa. Nitakwambia nini kilitokea. I am preaching. Mimi nahubiri. And the Lord says jump. Na Bwana akaniambia ruka. I jumped. Nikaruka. You see again? Umeona tena? I have to jump the other side. Okay. That's what that man did. Oh. And immediately we were jumping. Kwa hiyo hicho ndicho yule mtu akafanya. The witches na wachawi sent lightning. Wakatuma radi. Right there. Pale pale ikapiga. It hit the pulpit. Ikapiga madhabahu. This thing fell. Hii mimbari ikadondoka. I would have died that day. Ningekuwa nimekufa siku ile. And if the interpreter was not alert, na kama mtafsiri asingekuwa yuko, he would have missed me but killed him. Yuko macho na ingemkosa yeye, lakini ingempata mtafsiri. But the name of Jesus. Lakini jina la Yesu. I came to Njombe. Nimekuja Njombe to declare the name Jesus. Kutangaza jina la Yesu. There is power in that name. Iko nguvu ndani ya jina hilo. There are no other name. Hakuna jina jingine. That name carries power. Ambalo limebeba nguvu. The name Jesus carries power. Jina la Yesu limebeba nguvu. Listen in Njombe. Sikia Njombe. There is power in that name. Kuna nguvu ndani ya jina hilo. Healing in that name. Ndani ya jina hilo. Deliverance in that name. Kukombolewa kunapatikana ndani ya jina hilo. Kuna furaha ndani ya jina hilo. The people of Samaria. Watu wa Samaria were healed. Waliponywa. And God. Na Mungu will do that here tonight. Atafanya hivyo hapa jioni ya leo. The name Jesus. Katika jina la Yesu. He breaks every cycle. Anavunja kila mzunguko. He breaks every pattern. Anavunja kila
That name is 2,000 years old. Jina hilo lina miaka 2000 sasa, But it is still powerful today. lakini bado lina nguvu hata leo. It still releases burdens today. Bado inashusha mizigo, It inatua still takes mizigo hata care leo. of sin Bado today. inaweza kushughulikia dhambi hata The leo. name Jesus. Jina la Yesu. Look at your neighbor and say, my Hebu neighbor. mwangalie jirani yako, mwambie The name jirani, Jesus. jina la Yesu. Say to your neighbor, neighbor. Mwambie jirani, The jirani, name Jesus. jina Yesu. The name Jesus. Jina Yesu. The name Jesus. Jina Yesu. Hallelujah. Haleluya. Rise, we pray. Naomba tusimame tuombe. Thank you for the name Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we have finished what you laid on our hearts. Baba, tumemaliza kile ulichoweka ndani ya mioyo yetu. We leave everything to you. Tunaachilia kila kitu kwako. There are some here who need that name. Kuna mtu hapa anahitaji hilo jina. Njombe needs that name. Njombe inahitaji jina hilo, Because sins are forgiven kwa sababu dhambi zinasamehewa through that name. kupitia jina hilo. Lord, you said no one comes to the Father except through me. Bwana, ulisema ya kwamba mtu hawezi kuja kwa Baba ila kwa njia You yako. are the way to this kingdom. Wewe ndiyo njia kwenda ufalme huu. You are the truth in this kingdom. Wewe ndiye kweli ya ufalme. You are the giver of life in this Wewe kingdom. ndiye unayetoa uzima katika ufalme huu. Provide the way today Onyesha njia leo that people may know you. ili watu waweze kukujua. Reveal the truth today Achilia kweli, funua kweli yako so leo Njombe may walk in truth. ili Njombe iweze kutembea katika kweli, In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Reveal that you are the life giver. Funua ya kwamba wewe ndiye mtoa uzima. Confirm your word today Lithibitishe neno lako leo with signs and kwa wonders. ishara na maajabu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Asante for you are the one that convicts the world kwa of sin, sababu wewe ndiye unayoshawishi ulimwengu kwa habari ya of dhambi, judgment and of righteousness. kwa habari ya hukumu na haki. You are the one who said, call unto me, Wewe ndiye uliyesema niitie jina langu, and I will answer you. niite nami And I nitakuitikia, will show you great and mighty things na nitakuonyesha mambo makubwa na ya that you ajabu do not know. usiyoyajua. Njombe wants you. Njombe inakuhitaji. Njombe is ready for you. Njombe iko tayari kwa ajili yako. Njombe is set for the king. Njombe ipo tayari kwa ajili ya Ready mfalme, for their king. kumpokea mfalme wao. Now, Father, Sasa Baba, we ask you to take your place in the hearts of these wonderful people. tunaomba sasa uchukue nafasi yako katika mioyo ya watu wao. Move in this place by your spirit. Tembea mahali hapa kwa roho wako. Holy Spirit, Roho Mtakatifu, move tembea in this place. katika eneo hili. Thank you Asante that you are moving from the pulpit right to the end. kwamba unatembea kutoka katika madhabahu hii kwenda Right mpaka to kule the mwisho. door. You are moving here. Unatembea sasa, You are putting things in place. unaweka vitu katika nafasi mahala Thank you pake. that you are unseating the powers of Hallelujah. darkness. Asante kwa sababu unashughulika na nguvu za giza. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. This is your work, Hii ni kazi the yako, work of the kingdom. kazi ya ufalme. Do it as you please. Fanya kama upendavyo In the name of Jesus. katika jina la Now Yesu. listen to me, Satan. Sasa nisikilize shetani. Listen to me, Satan. Sikia shetani, The time for Njombe wakati wa Njombe to find their God has come. kumpata Mungu wao umefika, And you will not stand in the way. na hautasimama katika njia yao. Listen to me, Satan. Sikia And shetani, I speak to you ninaongea na wewe as I speak to all your cronies, witches, wizards, na nikiongea sorcerers, na nikiongea na inventors. na watendakazi wako wote, Your wachawi, time to oppress waganga. God's people has come. to Wakati wa end. kuachilia watu wa Mungu umefika, Come to an end. umefika mwisho. The name Jesus Jina Yesu is powerful na nguvu, and is setting his people free. na linaweka watu wake huru In Jesus. katika jina la Yesu. Amen. Amen.